Naogopa. Naogopa mimi. Upasi kuogopa binti. Uone uwezo mwingine ambao uko nao, na nitakufundisha namna gani nzuri zaidi ya kutumia huo uwezo wako. Kwa hiyo nao una mbawa? Bila kupepesa macho, nami pia nina mabawa ambayo kama wewe uko nayo. Kama wewe una mbawa na mimi nina mbawa, sote tunapaa. Ina maana sisi ni mashetani? Wacha hiyo binti. Mimi na wewe wala sio mashetani. Kazi yetu kubwa katika dunia hii ni kuwasaidia binadamu wote ambao hawana hatia. Kwa hiyo kama sisi sio mashetani na hali ya kuwa sote tunapaa, niambia ukweli, mimi ni nani? Nakuuliza, mimi ni nani? Tulia hivyo hivyo. Sikiliza nikwambie. Mimi nataka nikutoe hapa na nikupeleke nyumbani. Namaanisha nataka nikakubakie nyumbani. Usinifanyie hivyo, naomba usinibaki. Sikubaki. Sasa nisikilize. Sitokubaka bure bure. Nenda kukunulia chips kavu na soda ya baridi. Mtoto mzuri umevaa kaniki, sijui kwa unawanga. Niangalie. Kuna nini? Nataka kubakwa na Masaidia. Nini? Na Masaidia. Hivi hapa ndo wapi? Zunguka huko. Mungu wangu, nitawezaje kumchoma sindano ya sumu? Mungu naomba uniokoe kwenye hii dhambi. Na vipi kama polisi wakijua?
Mke wangu, huyu binti nimemtoa mbali sana. Huyu binti ni nani? Mke wangu, nitakueleza kila kitu kuhusu huyo binti, ila nakuomba sana tumpe muda apumzike kwanza, alafu kila kitu nitakuelezea. Yaani kiufupi, huyu binti ana matatizo makubwa sana, kwa hiyo nakuomba umpokee kwanza, alafu tutajadili mambo mengine. Eti nini? Apumzike? Kai, umekuja na msichana usiku, alafu unaniambia nimwache apumzike? Naomba unitambushe Kai, huyu binti ni nani? Binti, wala siogope. Naomba ujitambulishe. Ukweli ni kwamba hata mimi sijijui mimi ni nani. Ina maana wewe hujijui wewe ni nani? Kai, mnanichezea mchezo sio? Sasa sikia nikwambie binti. Hapa kwangu utasema wewe ni nani? Kai, naomba umwambie huyu binti ajitambulishe yeye ni nani. La sivyo anaweza kaondoka usiku huu. Wewe ni nani? Usijali. Maumivu ya kichwa chako yatakwisha sasa. Ni wewe tena? Hivi kwa nini unapenda kunifuatilia? Kwa nini unapenda kunifuatilia katika maisha yangu? Lengo langu sio baya binti. Lengo langu ni kukusaidia tu. Ukitaka kunisaidia, ungenisaidia toka kule nilipotaka kubakwa. Nilishakusaidia toka kule na ndio maana uko hapa sasa. Umeona hao? Wanagombana kwa sababu yangu. Hivi kwa nini katika kila familia atakayenipeleka lazima wagombane? Sasa basi, nataka uniambie mimi ni nani? Sio wewe tu, hata mimi pia sijitambui ni nani. Kwa hiyo kama hujijua ni nani na unijui mimi ni nani, sasa kwa nini unanitumikisha? Mimi wala sikutumikishi binti. Mimi na wewe wajibu wetu ni kusaidia binadamu ambao hawana hatia. Hebu mwangalie udada hapo. Nataka uingie katika mawazo yake na umsome ni kitu gani ambacho alichokuwa anafanya muda mchache uliopita katika nyumba hii.
Hapana, siwezi. Hapana, wewe unaweza. Na unapotaka kumsoma mtu ili ujue nini kinachoendelea kwake, hakikisha mboni za macho yako na mboni za macho yake zimeungana. Hapo utagundua nini kilichopo ndani yake. Hebu fanya tena kwa mara nyingine. Hivi utaendelea kunitumia hivi hadi lini? Hebu jenga picha kama ingekuwa wewe umeoa mke wako, alafu unafanya vitu kama hivi, alafu kuna mwanaume mwingine anakuja chumbani kwako anapatumia anavyotaka. Ungeweza? Unataka kusema nini? Au hujapenda? Sikia nikwambie Abi. Mimi siko tayari kuendelea tena na haya mahusiano. Na sihitaji tena kuendelea na hii misheni yako. Niko tayari kukulipa chochote. Naomba uniache na mume wangu. Naomba uniache niishi na mume wangu kwa amani. Usitake kuniambia hisia zako zimependa mazima. Kumbuka kitu kimoja. Upo katika hii ndoa kwa ajili ya matakwa yangu binafsi na sio hisia zako. Sasa sihitaji kusikia tena unamzungumzia kumpenda huyo mwanaume. Unapaswa kunipenda mimi tu na sio mwanaume yeyote katika hii dunia, mpaka kufa kwako na mpaka kufa kwangu. Nadhani utakuwa umenielewa. Nilikupa mission ya kumuondoa dada yake. Vipi, ulifanikiwa? Ndio. Bravo. Tumefanikiwa mission ya kwanza kuikamilisha. Kwa sasa tunafuata mission ya pili. Hii hapa ni sumu. Unatakiwa atumie kidogo kidogo ndani ya miezi 12. Kisha ya hapo itamteketeza mazima.
Na nilikuuliza dada yake kama ameondoka, kwa sababu anatakiwa achomwe hii sindano, na ukimchoma hii sindano atasikia maumivu makali mno na ataumwa sana. Sikuhitaji dada yake ampeleke hospitali, na wewe pia usisubutu hata mara moja kumpeleka hospitali. Maumivu hayo atakayoyasikia yatapona ndani ya usiku mmoja tu. Nadhani umenielewa. Shika. Shika! Utatumia hiyo dawa na sindano kumchoma katika bega lake, na naomba itumike usiku wa leo. Nikutakia usiku mwema na majukumu mema ya kikazi. Sasa kwa nini nafanya yote haya? Na huyo alompa hii sindano ni nani? Oh, vizuri. Na ndio maana mimi na wewe tupo katika nyumba hii. Inabidi tulizuie hilo. Hebu jaribu kumwangalia na huyo mwanaume hapo. Usiniambie tena uwezi. Fanya kama nilichokuambia hapo awali. Muangalie. Dada. Asante sana kakaangu. Sijui niseme nini. Ila mimi nina swali kaka. Kwa nini umeninunulia hii nyumba? Na wakati unijui wala mimi sikujui. Na familia yangu ilikuwa inaniona nikipata shida aje kunipa msaada hata siku moja. Nimeamua kusaidia hii nyumba baada ya kuona video yako mtandaoni unapigwa na mwenye nyumba yako kisa mambo ya kodi. Kwa mimi binafsi nikaguswa sana na hilo jambo. Ndio maana nikaamua kukusaidia. Japokuwa ni nyumba ndogo, ila na imani itakustiri wewe pamoja na familia yako kwa ujumla. Naomba uipokee hii nyumba. Na sio hii nyumba tu, hata madeni yako yote ambayo unadaiwa na mwenye nyumba yako umeshamlipa. Kwa hiyo kuanzia leo hii utaishi kwa amani na furaha bila kusumbuliwa na mtu yoyote yule. Asante sana kakaangu. Nashukuru kwa kunisaidia. Mwenyezi Mungu akuzidishie kwa hiki ulichokitoa. Akaongezea kwa hicho ulichokitoa kwangu. Na kadri hata siku moja familia yangu haijawahi kuniwazia mimi ninapopata shida. Asante sana kaka. Inatosha. Na upasi kulia. Na utakiwa kunishukuru sana, maana ukifanya hivyo
utakuwa unamkufuru Mwenyezi Mungu. Ila nikusihi tu, shukrani zote naomba umpe Mwenyezi Mungu kwa kukupa afya njema mpaka leo hii. Ukiachana na hii nyumba, nitakupatia na pesa ya mtaji ambayo itakuwezesha kufanya biashara yote ile ambayo itakusaidia kukimu kwenye maisha yako. Mungu akuzidishie sana kwa hicho unachokitoa. Naamini Mungu ipo siku atakuongeza kwa hicho ulichonisaidia. Asante sana. Amina kwa wote. Usilie. Kuanzia leo hii upo huru. Na usisite kunieleza changamoto zako muda wote ule. Nipo kwa ajili yako. Nipo kwa ajili ya kukusaidia. Pole sana. Bila shaka umemwona ni namna gani ambavyo alivyokuwa mwema mwanaume huyo, lakini mke wake pamoja na watu wake wanahitaji kumuua pasi na sababu ya msingi. Sasa basi, mimi na wewe kazi yetu ni kumsaidia huyo asije akauawa, kwa maana watu wenye roho nzuri kama huyo ni adhina kubwa katika dunia hii, na sisi kazi yetu ni kuwalinda tu. Sasa kama unajua yote haya, kwa nini usifanye mwenyewe? Lasha binti, mimi siwezi kufanya peke yangu, lakini hata na wewe pia huwezi kufanya peke yako. Ni lazima tuungane kwa pamoja, mimi na wewe, kwa sababu mimi na wewe ni kama njiti ya kiberiti pamoja na ganda. Ni lazima tuungane kwa pamoja ili tuweze kuwasha moto. Karibu kwenye makazi mapya. Niache. Unataka mfanye nini sasa? Yesi amekataa kujitambulisha. Baki na wewe mwanamke wako. Dori! Dori! Dada! 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 Zamani nilikuwa kule na fanya kazi. Wala usijali. Huyu ni mgeni wetu. Naomba mpokee na umuonyeshe mazingira kwenye nyumba, sawa? Sawa kaka. Atalala kwenye chumba cha mdogo wangu. Sawa kaka. Kampeleke kule, mnyeshe kila kitu na umpe nguo za kubadilisha. Sawa kaka. Binti, naomba msikilize dada na ufuate maelekezo yake. Atakuonyesha sema kupumzikia, sawa? Na kuomba ukapumzike. Karibu. Jisikie upo nyumbani. Naitwa Oliva. Sijui mwenzangu naitwa nani?